Ukimsaidia mwanaume kipindi anapitia wakati mgumu katika maisha yake, atakukumbuka katika maisha yake yote. Lakini wewe mwanaume ukimsaidia mwanamke kipindi anapitia wakati mgumu kwenye maisha yake, atakuja kukukumbuka katika kipindi kingine tena ambacho anapitia magumu kwenye maisha yake. Sijui kwa nini iko hivyo, ila wanaume walio wengi wame-experience kitu kama hichi. Umekutana na mwanamke, amekuelezea situation anayoipitia, inaonekana kweli anapitia wakati mgumu, inaonekana kweli ameumizwa, inaonekana kweli anapitia kipindi kigumu. Wewe kama mwanaume kwa huruma unaamua, mimi huyu mwanamke nitamchukua, nitampenda, nitamtunza, nitamthamini, na zaidi unajitahidi kupambana kuonyesha wewe ni mwanaume wa tofauti kuliko huyo mwanaume wa kwanza aliyekuwepo kwenye maisha yake, kuliko huyo mwanaume aliyemuumiza, kuliko huyo mwanaume aliyempitisha katika kipindi kigumu. Lakini cha ajabu na cha kushangaza, ukishamsaidia vizuri akavuka katika kipindi hicho kigumu, anakutupa, anaenda kutafuta mwanaume anayemtaka. Ikifika wakati akapitia kipindi kingine kigumu kwenye maisha yake, ndo anaanza kukukumbuka wewe. Kwa hiyo mara nyingi wewe ambaye unamsaidia mwanamke katika kipindi kigumu, yeye huwa anakuweka wewe kama backup yake wakati anapitia shida. Yeye huwa hakuweki kama mtu wa thamani kwenye maisha yake. Na sijui kwa nini iko hivyo, lakini wanaume walio wengi sana wamelia na kitu cha namna hii. Unakutana na mwanamke anakuelezea shida zake, na wewe unafikiri wewe ni mwanaume wa muhimu sana kwake, lakini hapana, wewe sio mwanaume wa muhimu kwake. Unafanya kila kitu, unapambana kwa kila namna, mwisho wa siku akishakaa sawa anarudi alikotoka. Kuna wanaume hapa, amekutana na mwanamke, amezalishwa, mwanamke analalamika, mimi yule mwanaume alinitelekeza, yule mwanaume aliniacha, yule mwanaume anisaidii chochote, yule mwanaume hasapoti chochote kwenye malezi ya mtoto. Mwanaume anaamua kwamba mimi huyu mwanamke nitampenda, na wala hamtengi hata mtoto, anaamua njoo wewe na mtoto niwachukue mje muishi hapa. Mwanaume anamuoa huyo mwanamke kwa upendo, lakini mwisho wa siku mwanamke akisha relax, mwanaume anakuja kukamata mawasiliano ya mwanamke na mzazi mwenzie tena. Ni vitu vya kushangaza kidogo. Sijui kwa nini baadhi ya wanawake huwa inakuwa hivi, lakini ni kwa asilimia kubwa ya wanawake wao huwa wana hii tabia. Yaani yeye akisaidiwa na mtu kwenye shida, anakuja kumkumbuka wakati wa shida nyingine tena. Lakini hakuna kitu ambacho huwa kinamfanya mwanaume ajisikia na deni kubwa kama mwanamke akimsaidia wakati anapitia wakati mgumu. Na niwaambie tu kweli, hii ndiyo sababu baadhi ya wanawake mna struggle kwenye ndoa zenu, kushindwa kuwatoa wanawake ambao wako na waume zenu. Unakuta mwanaume wako kuna kipindi alipitia wakati mgumu, huyo mwanamke alimsaidia, sio kwamba alimsaidia kifedha tu, hata kihisia. Yaani kama huyo mwanamke alikuwa anamsaidia kihisia kiasi kwamba mwanaume akawa anajifeel free kushare changamoto zake na huyo mwanamke, inakuwa ni ngumu sana mwanaume kumsahau huyo mwanamke. Nawaambia ukweli kabisa, mwanaume huwa hamsahau yule mtu aliyemsaidia kipindi ana shida. Yaani mwanaume akisaidiwa na mwanamke huwa anajifeel ana deni kubwa sana la kulipa. Kwa hiyo huwa anashindwa kumlipa vibaya huyu mwanamke. Iwe alimsaidia kwa maneno ya kumtia moyo, iwe alimsaidia kuvuka kipindi kigumu kihisia, au iwe alimsaidia kipesa kabisa. Mwanaume huwa anashindwa kumsahau mwanamke wa namna hii. Hata kumtupa tu kwake anaona kama vile ni kosa, anaona kama vile ana deni. Ndio maana baadhi ya wanawake mimi wamekuwa kinitafuta na niambia, dada, mimi mume wangu anatembea na mama mtu mzima, pengine huyo mama inaonekana amekuwa akimsaidia kipesa na nini na nini, mwanaume anashindwa kumwacha. Wakati mwingine sio kwamba mwanaume wako anakuwa amekuwa kama kingasti, no, ni kuna wakati labda alikuwa anapitia wakati mgumu ambao pengine hata wewe hukuwa ukimuelewa, hakuwa na mtu yeyote aliyekuwa akimuelewa, lakini pengine huyo mwanamke ambaye wewe unasema ni mama mtu mzima ndio alimuelewa na akamsaidia, pengine kifedha au tu kimawazo au kiushauri. Hivyo vyote vile alimsaidia kavuka katika kile kipindi kigumu. Mwanaume atamkumbuka huyo mwanamke milele yote. Hata kama wewe utaona ni mwanamke mbaya, sijui amemzidi umri, sijui amefanya nini, mwanaume atashindwa kujitoa pale. Mimi nakubali kwamba wako wanaume wengine wanakuwa vingasti, lakini wako baadhi huwa wanakuwa na sababu ya kushindwa kuacha hao wanawake, na sababu kubwa ni kusaidiwa na hao wanawake. Lakini kwa mwanamke ni tofauti. Sijui upande wa wanawake kuna shida gani. Mwanamke anaweza akapata mwanaume ambaye atamsaidia, atamfanyia kila kitu, atamtoa kwenye wakati mgumu, na bado anakuja kumsaliti. Mwanaume leo hii uko na mwanamke huyo ambaye analialia kwako, anakwambia mume wake anamnyanyasa kwenye ndoa, anapitia shida kwenye ndoa. Usije ukashawishika kwamba huyu ni muoe mimi, labda nitamudu. Huwezi ukajua. Kesho na kesho kutwa anakugeuka, unakuta mapenzi yake na huyo mwanaume anayemlalamikia sasa hivi yako moto.
Mambo haya ni ya ajabu, lakini watu wameshalia. Kuna mtu mmoja alikujaga kwangu akaniambia, dada, mimi kuna mwanamke mmoja anapitia mazingira magumu kwenye ndoa yake, hata mimi najionea. Akanipangia mashairi mengi sana. Kwa kuwa mtu alikuwa tayari ameridhia yeye mwenyewe kumuoa, mimi sikutaka kumshauri, nikanyamaza kimya. Kweli yule kaka akaenda kumuoa huyo mwanamke. Yaliyomkuta yanasikitisha. Mwanamke karudi kwa mume wake. Japokuwa alikuwa anasimulia changamoto nyingi sana ambazo anazipitia na mume wake. Mimi mume wangu ananinyanyasa, ananinyima pesa za matumizi, ananipiga, ananitukana, ananifanya nini? Mwanaume kwa upendo akasema, hapana dada, yule mwanamke nimemchunguza, ni mwanamke mwenye tabia nzuri sana, kiasi kwamba nimeona akipata mwanaume mzuri wanaweza wakafika mbali. Kwa hiyo mimi nimemwangalia nikaona kabisa huyu mwanamke nikiwa naye tutafika mbali, naona bora nimuoe. Kweli akatengeneza vitimbwi, mwanamke akadai talaka kwa mume wake, akaachika. Huyu kaka akamuoa. Lakini leo kiko wapi? Analia. Mwanaume, usijidanganye kabisa. Usijidanganye na ukajiona wa muhimu kwa mwanamke ambaye anapitia wakati mgumu. Siku huo wakati mgumu ukipita kwenye maisha yake, ana uwezekano mkubwa sana wa kukusahau wewe. Unapata mwanamke ana mtoto, anakuelezea changamoto zake. Mimi baba wa mtoto alishaingia mitini, sijui nini na nini. Unaingia unabeba jukumu kama baba ili umfanye na yeye ajisikie kama mtu. Mwisho wa siku anakuja kukusaliti na yule baba aliyekuwa anamlalamikia. Wanawake hawaeleweki. Moyo wako wewe mwanaume ni tofauti kabisa na moyo wa mwanamke. Wanaume Mungu amewajalia kuwa na moyo wa shukrani. Mnakumbuka sana watu ambao waliwavusha katika kipindi kigumu. Mimi kama mshauri, kutokana na experience yangu niliyoipata, nimegundua wanaume walio wengi sana wakisaidiwa na wanawake wanajisikia madeni makubwa sana. Kwa hiyo wengi wanashindwa kujitoa kwa hao wanawake, inakuwa ni kitu kigumu kwao, kwa sababu wanaona kama vile nikiachana na huyu mwanamke nitakuwa simtendei haki. Lakini mwanamke hicho huwa hawazi mara mbili. Yeye ikifika wakati moyo wake umepoa, moyo wake umerelax, anaanza tena kurudia mambo ya zamani. Kwa mimi nakwambia tu kweli, mwanaume usijipe umuhimu mkubwa kwa mwanamke ambaye amekuja na shida zake kwenye maisha yako. Huyo mwanamke ambaye amekuja kwako analalamika, mimi nimepitia 1 2 3, mimi hivi na hivi na hivi, mimi kilienda kikarudi, ukasema mimi huyu ngoja nimheshimishe. Usije ukajitoa mpaka ukajisahau hata wewe. Sijamaanisha kwamba usijitoe kwake. Jitoe, lakini jitoe kwa kiasi. Kwa sababu kesho na kesho kutwa huyo mwanamke anaweza kasahau kujitoa kwako kwa ajili ya vitu vidogo tu vya kihisia. Ikifika kipindi hisia zake zikahamia kwa mtu mwingine, anaweza kusahau kila kitu ambacho wewe na yeye mmekifanya kwa muda mrefu. Anaweza kasahau namna ambavyo wewe ulijitolea kwenye maisha yake na akaenda huko akapotelea. Kesho yakimkuta matatizo akakukumbuka tena. Na ndio maana mimi nakwambia mwanaume, ukiweza mwanamke akiondoka kwenye maisha yako asirudi kamwe, kwa sababu mara nyingi huwa anarudi kwa sababu ameshindwa alikokwenda. Kama angefaulu alikokwenda, hawezi kukukumbuka wewe kamwe. Mwe mnaangalia mnajifunza vitu. Utamkuta mwanamke, utamsaidia, utajitoa kwa kila kitu, utamsapoti, utafanya nini, lakini mwisho wa siku anaweza kakugeuka kweupe. Mwanamke ni mtu ambaye anaweza kamalizana na wewe kiuadui kuliko unavyotarajia. Wewe mwanaume, moyo wako ni tofauti na moyo wa mwanamke. Mwanamke anaweza hata kukupeleka hata polisi. Vizuri kabisa, mtu ambaye ulimsaidia sana kwenye maisha yake kwa sababu ya kupishana kitu kidogo tu, au kwa sababu ya kutaka kumcrash yeye na hisia zake, kwa sababu ana mambo fulani anataka kuyafanya, wewe unavyopambana kuyazuia, anaweza hata kukupeleka polisi wewe ili atetee hisia zake. Ulipambana, ukajitoa, ukafanya kila kitu, kesho anaweza kukugeuka. Kwa hiyo kaka yangu, acha kujitoa sana kwa mwanamke ambaye amekuja ana shida kwenye maisha yako. Wewe sio kitambaa cha kufutia damu kwenye makovu yake. Elewa, jitoe kwa kiasi. Sijakataa kwamba unaweza ukawa na mwanamke ambaye ametoka kwenye mazingira magumu, lakini ninachokwambia jitoe kwa kiasi ili kesho usije ukaumia. Na simaanishi kwamba wote huwa wanabadilika, lakini asilimia kubwa ya wanawake huwa wanarudi walikotoka. Na ndio maana mnaona watu wanalia sana na wanawake wenye watoto. Mtu anamkuta mtu ana mtoto, anamsaidia kwa kila kitu, anajitoa, mwisho wa siku anakuja kurudi kule kwa baba mtoto. Ni vitu vya ajabu sana, lakini ndio iko hivyo. Mwanaume, weka kwenye akili yako siku zote kwamba moyo wangu mimi mwanaume ni tofauti na moyo wa mwanamke. Baadhi ya wanawake wanahaso sana kwenye ndoa zao. Mimi mwanaume wangu, kuna mwanamke anamng'ang'ania sana, anashindwa kumuacha. Mara nyingine huwa inatokana na connection za kihisia ambazo mume wako anazo na huyo mtu.
Pengine huyo mtu alimsaidia kwenye kitu fulani, alimsaidia kwenye kipindi fulani, alimvusha kwenye wakati fulani mgumu kwake. Kwa hiyo mwanaume huwa anabaki na lile deni kwenye maisha yake. Na ndiyo sababu wewe unapambana sana, unashindwa kumtoa huyo mtu kwenye maisha ya mumeo. Pengine huyo mtu kuna umuhimu fulani tayari ameshakuwa nao kwenye maisha ya mumeo. Sio kila mwanaume anapomngangania mwanamke huwa anakuwa tu ni mjinga, amekosa akili. No, kuna mwingine huwa anamngangania mwanamke kwa sababu kuna kitu ambacho mwanamke alimsaidia kipindi fulani. Wakati ambao labda wewe mwanamke ulikuwa hauko serious na mumeo, huyo mwanamke kuna namna ambavyo alimsaidia kimawazo, kihisia, kimaneno, kivyovyote, hata kimatendo. Hata kama alimpa pesa, alimsaidia, huyo atakuwa ni mwanamke wa thamani sana kwa mwanaume, kwa sababu mwanaume atakuwa anajihisi ana deni kubwa sana kwake. Kwa mimi nakwambia, mwanaume, moyo wako wewe mwanaume ni tofauti na moyo wa mwanamke. Mwanamke anaweza akakusahau vizuri tu baada ya shida yake kuisha, na atakuja kukukumbuka siku nyingine akiwa na shida nyingine tena. Sasa chaguo ni lako kwenye maisha yako. Upambane na mtu, ujitoe, ufanye kila kitu, aondoke, alafu akirudi umpokee. Utakuwa ni wakulia kila siku kwenye maisha yako. Lakini mimi nakwambia, jitoe kwa kiasi. Usije ukajitolea sana ili ujionyeshe wewe ni mwanaume wa thamani sana kwa huyo mwanamke. No, wewe sio mwanaume wa thamani kwake. Wewe ni kama msaada, ni kama daraja la kumvusha kwenda sehemu fulani. Na hilo utakuja kulijua baada ya yeye kufanikiwa kupona maumivu alionayo. Ndio utakuja kujua kwamba huyu mwanamke kwangu mimi alikuwa ananitumia kama daraja. Huu ni ukweli mchungu sana, na wanawake mara nyingi huwa hawakubali, lakini mimi nakwambia, mwanamke anayekuja kwenye maisha yako akiwa na maumivu ana asilimia kubwa sana za kuja kukugeuka maumivu yake yakishapona. Kwa sababu mtu anapokuja na maumivu, maana yake huwa anatafuta mtu atakayemsaidia kupona. Sasa inategemeana. Unaweza ukamsaidia kupona hayo maumivu, lakini ukawa wewe sio mtu aliyekuwa akimtaka. Mara nyingi mtu anapokuja na maumivu huwa anatafuta mtu ambaye atampa nafuu, ambaye atamfanya ajisikie vizuri na maumivu alionayo. Lakini mwisho wa siku maumivu yake yakishapoa, ndio akili zake zinaanza kufanya kazi, ndio anaanza kuwa na maamuzi yake, ndio anaanza kuwa na machaguo yake binafsi ambayo hakuyafanya kipindi akiwa na maumivu. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo mwanaume, ukiweza epuka kuingia kwenye mahusiano na mwanamke mwenye maumivu, kwa sababu mwisho wake unaweza ukaishia kuumia wewe mwenyewe. Kujitoa kwako kote kukaishia kuwa maumivu kwako wewe mwenyewe. Kujitoa kwako kote kukageuka kuwa kidonda kwako wewe mwenyewe, kwa sababu huwezi kujua kitu kilichomleta kwenye maisha yako ni upendo au ni maumivu alionayo. Lakini mimi nakwambia, asilimia kubwa mtu akija kwenye maisha yako akiwa na maumivu, maana yake anatafuta mtu wa kumsaidia kupona maumivu alionayo, mtu wa kumsaidia kujiona yeye ni wa thamani tena, mtu wa kumsaidia kujiona yeye ni wa maana tena. Na mwisho wa siku akishajiona wa maana, anaanza kutafuta mtu mwingine ambaye yeye atamuona ni wa maana. Sijui kama unanielewa. Na mara nyingine wengine ndio wanarudi kule walikotoka. Kwa hiyo usiingie kwenye mahusiano na mwanamke ambaye ana shida. Akaja kwako, mimi napitia kipindi kigumu, maisha yangu 1 2 3 nini kikaenda kikarudi. Mara nyingi huyo mtu anaweza kaingia na wewe kwenye mahusiano kwa sababu amevutiwa na utu ulionao. Ameshakutazama, ameona wewe ni mwanaume ambaye unamfanya ajisikie vizuri kwa kiwango fulani, lakini pengine hajakupenda wewe, ila anapenda ile treatment yako, namna ambavyo unamtreat yeye, anajisikia vizuri sana. Na mwisho wa siku anaweza kakaa na wewe, akishapona mbio zitamuokoa, anatafuta mtu mwingine ambaye yeye anamtaka. Ni vitu vya ajabu kidogo kivisikia, kwa sababu wewe pengine unatarajia mtu ambaye umemsaidia atakuona wewe ni wa thamani sana kwake, lakini sio mwanamke. Sio mwanamke. Mimi nimeshafanya tafiti zangu, nimegundua sio mwanamke. Mimi ninashauri sana wanaume, kila siku nawaambia, wanaume walio wengi wamejitoa sana kwa wanawake na bado wameishia kulia. Lakini asilimia kubwa ya wanawake waliosaidiwa waliishia kuwaumiza wanaume. Hilo wengi huwa wanakiri kwangu kwamba nilimpoteza mwanaume fulani, alinisaidia, alifanya kila kitu, lakini mwisho wa siku nilikuja kusahau, nikaanzisha mahusiano na mtu mwingine, au nikarudi kwa baba mtoto wangu, au nikafanyeje. Ndio vitu vinavyoendelea. Kwa hiyo mimi nakwambia, wewe sio kituo cha kuja kumponya mtu maumivu yake. Hakikisha mtu anayekuja kwenye maisha yako amekuja kwa sababu amekupenda kama ulivyo. Asiwe na sababu ya kuja kwako. Hata kama ni sababu za kihisia eti kwa sababu unamfanya ajisikie vizuri, no. Mtu akupende tu wewe kama ulivyo. Kwa sababu kama anakuja kwenye maisha yako ili ajisikie vizuri kutokana na maumivu alionayo, ili apone majeraha yake, akishapona sasa ataanza kuwa na machaguo yake, na pengine asikuchague wewe. Wewe mwanaume unaweza ukamkumbuka huyo mwanamke kwa maisha yako yote kwa kuwa alikusaidia kuvuka katika kipindi fulani. Lakini yeye mwanamke hatakukumbuka wewe. Wewe utakuwa ulipambana kujitoa kwake, lakini yeye kwako kujitoa inakuwa ni ngumu. Mwisho wa siku amepona, anaanza kufanya mambo yake mengine. Kwa hiyo nawakumbusha tu wanaume,
Moyo wa mwanamke sio sawa na moyo wako wewe. Usije ukafikiri ulivyo na utu wewe ndivyo alivyo mwanamke. Wanawake ni watu wa tofauti kidogo. Na ndio maana unashuhudia wanaume walio wengi wakioa wanawake wenye watoto wanalia sana kwa sababu hii, kwamba mwisho wa siku mwanamke huwa anarudi kwa baba mtoto wake. Haijulikani ni kwa nini inatokea hivyo, lakini asilimia kubwa ya wanawake huwa wanafanya hilo kosa. Na mimi kitu ambacho nimefanya utafiti na nimegundua, wanawake wengi sana huwa wanaondoka kwa hao wenza wao kwa sababu tu wamechoka, ila sio kwamba wameacha kuwapenda, wamechoka kihisia kutokana labda na vitu walivyokuwa kivipitia. Kwa hiyo matokeo yake mtu akija akikaa vizuri, bado upendo juu ya yule mtu upo. Kwa hiyo mwisho wa siku anaanza kurudi kwa yule mtu. Kwa hiyo kuwa makini sana na sehemu ambayo unawekeza upendo wako. Kuwa makini sana na sehemu ambayo unajitoa kwa kila namna. Unaweza ukaishia kujitoa, mwisho wa siku kujitoa kwako kukawa maumivu kwako wewe mwenyewe. Ukikumbuka namna ambavyo ulijitoa kwa huyo mtu, utakuwa unaumia ndani ya moyo wako. Sijui kama umenielewa.